mpango kazi. Jamani. Nini hasa kilibadilika kipindi cha pili na kuruhusu mabao mawili? Nadhani ni ushindani wa mechi unategemea na pande zote mbili, namna ambavyo mmetegana mitego yenu. Tulijua Yanga wanakuja kuataki na sisi tulikuwa timu ya pili uwanjani, na tulikubaliana na hilo kwamba sisi ni timu ya pili uwanjani, Yanga ni timu ya kwanza. Then tulichokifanya ilikuwa ni mpango wa kuwazuieni wao ubora wao. Sasa ukiangalia dakika 45 za kwanza tumejitahidi, tumezuia ule ubora wa Yanga na tulikuwa tumewatega. Huwezi kuona kama goalkeeper alikuwa yuko kwenye pressure kubwa sana. So kwenye zile 45 zile 5 za nyongeza tukaconcede penalty ambayo nafikiri tungeweza kufanya pia vizuri zaidi. So tumeenda mapumziko tukaona tu maintain ule mpango, kwa sababu ndio ilikuwa njia pekee kuzuia na kufanya fast break. Na nafikiri kama ilivyoonekana first half kwamba tulikuwa tuna defend, lakini tukipata mpira tunafanya fast break direct kwenda kwenye goli lao na tumefanikiwa kupata goli. So chances tulikuwa nazo 2-3 japokuwa imetumika moja. Second half baada ya dakika 15 pia za kutoka mapumziko tuliweza kumaintain tukafanya vizuri. Baada ya hapo yalikuja makosa binafsi, kwa sababu tunafikiri kwamba kulikuwa na kusinzia kidogo. Ule mpira ambao ulitoka mbali tungeweza kufanya vizuri zaidi kama timu. Kwa uzoefu wa wachezaji ambao tuko nao wangeweza kufanya vizuri zaidi ya vile, lakini ni makosa ambayo yanatokea kwenye mechi. Wachezaji wanafanya kazi, wakati mwingine ukifanya kosa moja sekunde timu kama hizi ambazo ziko na quality zinakuhukumu. Kwa hiyo nafikiri tumefanya kosa lile ambalo maybe wachezaji wanaona kama tungeweza kufanya vizuri zaidi ya vile. Then ndani ya dakika chache baada ya kufanya kosa la pili la goli la pili tukafanya tena kosa lingine wakatuhukumu. So ikawa ni kujaribu kuwatuliza wachezaji, kuona namna ambavyo tunaweza tukatoka huko kwenye 3-1 kupata angalau goli la kupunguza, lakini tu maintain usiwe tena mlima mrefu, kwa sababu hii ni ligi, wakati mwingine goal difference ina mata. So kuruhusu mabao matatu maana yake ni kwamba mpango ambao uliingia nao umefeli. Kwa 100% unaamini ni makosa tu ambao umeyafanya, ama pia ubora wa Yanga uliongezeka baada ya kuona kile ambacho mnakifanya? Haujafeli, kwa sababu tofauti ya magoli hapa ni 2-0, si ndio? Tumepata goli against Yanga, si ndio? Last time hapa nafikiri mlishuhudia hapa kuna timu ilifungwa goli 6. So unawezaje kusema kwamba tumefeli sisi? Hapana, tumeplani. Unaweza kuona hizo goli mbili zimekuja within 5 minutes, si ndio? Dakika 5. So ukiangalia dakika 90, dakika 5 hatujafanya vizuri, lakini dakika 45 za first half tumefanya vizuri. Tulikuwa juu ya Yanga kulingana na nafasi ambazo tumezitengeneza na kuwazuia. So ndo nilivyokuambia kwamba wachezaji pia ni binadamu, kuna muda wanafanya makosa binafsi. Makosa binafsi yanakuwa generally sasa kwenye timu, lakini sio kwamba tunakuwa tumefeli. Mmeruhusu bao la build up, lakini bado timu yako inacheza vile vile. Huu ni mpango wenu? No, kama unafikiri kwamba unacheza na timu ambayo iko na quality, wako motivated kwa sababu ni current champions, si ndio? Wakati mwingine ukija na kitu ambacho huja plan nacho kinaweza kukuletea matatizo zaidi. Uenda unazungumza tumefungwa 3-1. Sasa maybe tungefungwa labda 10, si ndio? Ungeweza kusema sasa tumeamua kushambulia. No, unashambulia kwa hesabu. Space unaipata wapi, si ndio? Una watu gani? Mtashambuliaje? Mna energy kiasi gani mlichokuweza kuplan? So hata hivi tulikuwa tume-maintain vile, tuna maintain hivyo kuona namna ambavyo tusiruhusu goli lingine la 4 kipindi tunatafuta goli moja. So tumeendelea kufanya hivyo kazi, lakini mwisho wa siku lazima tukubaliane kwamba wakati mwingine timu kama Yanga ni timu bora. Ndio, tunatoka kwenye mechi umefungwa, lakini sio kama umefungwa na timu ya aina gani. Umefungwa na timu ambayo iko na ubora, umetry, umefanya kazi yako vizuri, si ndio? So huwezi kusema kwamba quality ambayo iko kwetu iko kwao pia, kwamba tuje tu 50-50. Kocha, kwa hizi siku za karibuni inaonekana ukipoteza kwa mabao mengi sana mkutana na Africans. Pengine hii inaendelea kudhihirisha kwamba inakuwa ni ngumu sasa kupata angalau hata alama moja kwa Young Africans. Siku za karibuni hatujacheza tena na Yanga zaidi ya hii mechi nyingine. Asante sana mwalimu. As you know, we said already in press conference, it's a team whereby they didn't concede a goal. I mean, they didn't concede 2 games, and they make us run for our money. You could see they come to us. I think we little bit not critical in the box. We create so many chances, but unfortunately we couldn't put it in the net. So that was the problem. And the team was just waiting for us to make a mistake in the middle and they punish us through counter-attack. It's exactly what happened, and it's what we were expecting. And they didn't even press us more high, but we come up with a solution. And we said, no, we need to be a little bit patient, and we need also a little bit organized, not to give away the ball. But overall, I think the team was good, and they gave us tough time, and we have to find solutions to win. And
we get the 3 points at the end of the day, which is very important for us. A little bit tough, especially in first half, but we see easy or look easy in second half. What went wrong, especially in tactical? My opinion, I'll say it was tough. It was tough, more especially first half, not second half, because you could see after we did changes, second half we started to play combine well to go forward. But first half, I think it was tough because the team was just sitting at the back, so they didn't allow us to go more into them. So it was very difficult to unlock the defense. But overall, like I said, we lose the ball in a moment where we shouldn't lose the ball, and they punish us through that mistake. So that's what they did. But we come back very strong. I need to give credit to the players and for the effort, because they fought until we managed to get 3 points. 100% the player give you what you need, or there is chance or room to improve? In football, I always said there's always a room to improve. No matter even if you win 20 or 10 or 15, I believe football you have to always improve, and there's always some points that you need to look into and you need to improve it to make yourself better, because it's always a opportunity for players to improve, because I always believe that every game is the best teacher. It will teach us where to improve and to go forward. Thank you so much. Thank you.